Baada ya kutofanya vizuri kwenye upande wa Kombe la Mapinduzi, hatimaye kwa upande wa klabu ya Simba wanashuka dimbani siku ya leo kupambana na Mtibwa Sugar, moja mchezo ambao kila mmoja anautazama kwa jicho la tatu, ukiwa ni mchezo wa kwanza wa kimashindano kwa upande wa mwalimu Steve Barker, moja mchezo ambao kila mmoja anatazama ni namna gani hasa kwa upande wa klabu ya Simba wanaingia kwenye mchezo wa siku ya leo. Na hapa tayari nina kikosi ambacho kinakwenda kucheza kwenye mchezo wa leo dhidi ya Mtibwa, lakini pia kabla sijakwenda kukuangazia hapa kikosi ambacho kinaanza kwenye mchezo wa siku ya leo, mechi ambayo inacheza kwenye uwanja wa Meja Isami huyo majira saa 1 kamili. Nikukumbushe tu kwamba hii hapa ni Swahili Media. Kama bado hujaweza kusubscribe, basi nikombe subscribe ili tuwe pamoja siku zote. Mimi naitwa Chicharito, karibu tuweze kuangazia kikosi kwa upande wa klabu ya Simba ambacho kinakwenda kuvaana na Mtibwa Sugar siku ya leo. Lakini pia kitu kikubwa zaidi ni kwenda kutazama ni namna gani hasa kwa upande wa mwalimu Steve Barker anakwenda kuonyesha ule mfumo maridhawa ambao ametoka nao ndani ya Stellenbosch ya pale nchini Afrika ya Kusini. Na tunafahamu kwa upande wa Simba inaingia kwenye mchezo dhidi ya Mtibwa ikiwa na kikosi ambacho kimekuwa na mchanganyiko na uzoefu, kasi na nguvu na ushambuliaji. Lakini pia kwa upande wa mwalimu Steve Barker anakuja na mpango wa kushambulia mapema, kumiliki mpira, lakini pia na kutumia kwenye maeneo yale pembeni. Mara nyingi amekuwa anafanya hivyo. Twende tutazame hapa kikosi. Kwa upande wa golini yuko golikipa Hussein Abel. Tunafahamu kwa upande wa golikipa Hussein Abel ni kipa ambaye amekuwa na reflex nzuri, lakini pia amekuwa ni golikipa ambaye licha ya kutokupata nafasi kwenye mechi kadhaa, hatimaye ni mechi ya kwanza kwenye upande wa ligi kuu Tanzania bara. Kwa upande wa mwalimu atakuwa akimtegemea kuokoa mashuti ya karibu, lakini pia kuongoza safu ya ulinzi, lakini pia pamoja na kuanzisha mashambulizi. Wakati huo pia kwenye eneo la beki ya pembeni kulia yupo Shomari Kapombe. Kwa upande wa Shomari Kapombe tunafahamu ni beki ambaye amekuwa na uzoefu, lakini pia amekuwa na uwezo mzuri wa kuweza kupiga cross, lakini pia jukumu lake kubwa kwenye mchezo wa siku ya leo ni kuweza kushambulia, lakini pia kutoa mipira ya mwisho kwa upande wa mawinga ambao wanacheza kwenye maeneo ya pembeni. Wakati huo pia Anthony Mligo atacheza kwenye eneo la upande wa beki ya kushoto. Kwa upande wa Mligo tunafahamu ni beki ambaye amekuwa na nidhamu mara zote, amekuwa na uwezo mzuri zaidi ya kukaba. Kwa upande wa mwalimu Steve Barker atakuwa kimtaka zaidi Mligo kuweza kuziba kwenye upande wake kushoto, lakini pia kusaidia mashambulizi, lakini pia akiwa anapanda kwa tahadhari zaidi. Kwenye upande wa mabeki wa katikati yupo Rashid Dirak. Kwa upande wa Rashid Dirak tunafahamu ni mchezaji ambaye amekuwa na nguvu na uwezo, lakini pia amekuwa anapewa jukumu la kuongoza ulinzi na kuanzisha mashambulizi kutoka nyuma. Huyu ni mchezaji ambaye tunasema kwamba ni mlinzi wa mwisho. Huyu ndiye ambaye atakuwa anasaidia zaidi kwenye eneo la ulinzi. Kwenye eneo hilo hatakuwa peke yake, atasaidiana na Chamu Karabu. Kwa upande wa Karabu tunafahamu ni beki mwenye kasi, lakini pia amekuwa na uwezo wa kukata mipira ya hatari zaidi. Kwa upande wa mwalimu atakuwa akimhitaji kuzuia mipira zaidi kabla haijaweza kumfikia Rashid Dirak. Maana kwamba kwenye eneo la ulinzi kwa upande wa klabu ya Simba litakaa namna hiyo. Tukienda kutizama kwenye upande wa viungo, kwa upande wa mwalimu anawatumia viungo wa chini wawili. Yupo Yusuf Kagoma. Kwa upande wa Kagoma tunafahamu huyu ni mpambanaji, ni mchezaji ambaye amekuwa anakata mashambulizi ya wapinzani. Jukumu lake kubwa ni kuvunja mashambulizi ya Mtibwa, kulinda la zaidi kwenye eneo la safu ya ulinzi. Wakati huo pia Nabi Kamara atakuwa akicheza kama kiungo wa kati, ile box to box to midfield. Kamara tunafahamu amekuwa na uwezo wa kutuliza mchezo, lakini pia kwa upande wa mwalimu atakuwa akimtegemea zaidi kusambaza mipira na kuongeza tempo zaidi ya mchezo. Wakati huo pia kwenye eneo la kiungo cha juu yupo Neo Maema. Kwa upande wa Maema tunafahamu huyu ni mchezaji amekuwa mara zote ni mbunifu, amekuwa na uwezo wa kupiga mashuti. Kwa upande wa mwalimu amempa uhuru wa kuweza kutengeneza nafasi, lakini pia na kutoa pasi za mwisho na kushambulia zaidi kwenye eneo la Mtibwa Sugar. Wakati huo pia kwenye eneo la winga pembeni kulia ipo Joshua Mutale Budo. Kwa upande wa Mutale tunafahamu kasi yake, namna ambavyo amekuwa anaingia kwenye box, hivyo ndivyo ambavyo mwalimu atakuwa akimtaka Steve Barker. Atakuwa akitaka kuvunja ulinzi kwenye eneo la Mtibwa Sugar kwa kasi, lakini pia na kuingia ndani zaidi kwenye box. Wakati huo pia kushoto atakuwepo Elim Panzu. Kwa upande wa Mpanzu huyu ndio key kwa upande wa klabu ya Simba. Ni mchezaji ambaye amekuwa anacheza bila pressure. Jukumu lake kubwa ni kushambulia kwa kasi, lakini pia kumsaidia zaidi beki wa pembeni, lakini pia ni kuingia kwenye eneo la box la Mtibwa Sugar ili kwa upande wa klabu ya Simba wawe huru zaidi, ambapo ili mshambuliaji wa mwisho ambaye atacheza kwenye eneo hilo atakuwa ni Selemani Mwalimu. Kwa upande wa Mwalimu tunafahamu amekuwa na harakati nyingi, kasi, amekuwa na uwezo wa kutembea, kukokota mpira. Ni mchezaji ambaye amekuwa ni muhimu ndani kikosi. Kwa upande wa Mwalimu atakuwa akimtumia zaidi, huyu ndiye mshambuliaji mkuu kwa ajili ya kumalizia nafasi.